2024 na 25 raundi ya pili, na ileweke vyema hakutakuwa na mechi nyingine, sehemu nyingine, siku nyingine na tarehe yoyote kuihusu Yanga dhidi ya Simba kwa ligi kuu ya NBC. Iwekwe sawa kwenye kumbukumbu na ikolezwe vyema kwa wino kuwa it is done and dusted. Sisi tunasonga mbele na ratiba zingine. Huyo ni makamu wa rais wa Young Africans, Juma Shabani. Hii tunaiweka vipi? Kwamba msimamo wao uko pale pale, hakuna mechi ambayo itakayochezwa. Ukianza juzi ilitoka barua ya Young Africans, ndio ilikuwa inazungumzia pia namna msimamo ambao wako nao, na walilizungumza kiusahihi zaidi kwamba hakutakuwa kuna mechi nyingine tofauti na siku ya Jumamosi. Lakini hapo baadaye tukamwona pia makamu wa rais Arafat Haji alikuja pia na waraka mkubwa ambao pia kwa mara ya kwanza niliona alicollaborate pia na klabu ambayo pia ilikuja ka accept huo ujumbe. Kwa hiyo ukishaona hivyo, sio tamko tu la kwake binafsi, pengine ndio ilikuwa tamko pamoja na azimio la uongozi mzima wa klabu ya Yanga. Lakini haikuishia hapo, niliona pia ujumbe pia Alex Ngai pia aliweza kuzungumza, akasema kwamba yeye anachokiona ni kama vile Simba wanataka kuihujumu Young Africans, lakini alichokuwa na kipigania zaidi ni mechi iweze kuchezwa katika upande wa hiyo siku, kwa sababu kuna kitu kimoja, unajua kwenye taifa letu ukiangalia mazoea pia yamekuwa mengi, na hususan katika namna ambavyo hizi biashara za watu, mpira ni biashara, lakini mwisho wa siku lazima pia uweze kuheshimu pia wateja ambao mara nyingi wamekuwa na support kuhakikisha kwamba mpira wa miguu unaenda kwa zaidi kwenda kufanyika, kwa sababu hatuishii kwa upande wa maandalizi ya Simba na Yanga kuelekea kwenye upande wa hii dabi, hatuishii tu kwa upande wa hawa ambao walikuwa na haki ya matangazo ya television kwa maana ya Azam TV, si ndio, kupoteza kile ambacho wamekipoteza. Lakini tuangalie pia na wafanyabiashara wengine ambao ni raia tu wa kawaida. Ilikuwa ni siku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuna watu wameandaa iftari. Unajua uwanja wa Benjamin Mkapa unaingiza zaidi ya mashabiki 60,000, si ndio? Na mechi za Simba na Yanga mara nyingi haziishii tu ndani ya uwanja, lakini mara nyingi hata watu ambao wanaokuepo pia nje ya uwanja wanakuwa ni watu wengi sana. Kwa hiyo kwa wale mama ntilie, kwa wale wafanyabiashara wakubwa wa vyakula, sidhani kama kuna mtu alikuwa kaandaa iftari ya kwenda kufutulisha watu 50 tu pekee. Ina maana ni iftari pengine ya watu 1000 mpaka 2000, na inawezekana pia mtaji kwake ulikuwa ni mdogo, akalazimika kwenda kukopa sehemu ili tu kuhakikisha kwamba hiyo hela akienda kufutulisha kwenye mechi dhidi ya Yanga, kuna possibility kubwa inaweza ikafanyaje, ikarejea. Mtu kama huyo anapata taarifa majira saa 8 mchana kwamba hakuna dabi. Unahisi ni hasara kwa kiasi gani? Angalia watu ambao wamesafiri kutoka mikoa mbalimbali, angalia waandishi wa habari ambao wamesafiri kutoka mataifa mbalimbali kwa ajili ya kuja kukava historia ya dabi ya mechi ya Simba na Yanga, alafu mwisho siku inakuwa haipo. Kwa mimi naona ni kwamba ifike mwisho sasa, lakini hii imekuwa ni mara ya pili ambayo tumekuwa tunashuhudia. Sijajua kwa miaka 90 huko na kushuka nyuma kama ishe kutokea ile tukio, lakini kuna mtu ashe kuniambia kwamba kuna mechi ishe kuchezeka, na hiyo mechi baada ya kuchezeka kipindi cha pili Simba hakuweza kurejea. Lakini kipindi cha Tenga kama tunakumbuka pia vizuri kwamba ishe kutokea incidents kama hiyo, Simba ishe kuja uwanjani na Young Africans hawakufanikiwa kuweza kuja uwanjani. Kwa hiyo nadhani ifike kikomo sasa na hatua stahiki ziweze kufanyaje. Na haya mambo utayaona kwa Simba na Yanga tu, sio kwa timu zingine. Tuliona msimu uliopita, nadhani ilikuwa ni mechi ya JKT na Simba, ambapo pengine inawezekana itilafu ilitokea kwa upande wa bodi ya ligi, kwa sababu mpaka watu wameenda kufanya vikao vya mwisho kuelekea kwenye upande wa mechi. Ilikuwa ni JKT Queens na Simba Queens. Siku ya mechi wanakuja kuambia kwamba uwanja haufai, inabidi mtumie uwanja mwingine, kitu ambacho naamini JKT walikikataa. Ndo JKT anapolwa point 3 anapewa nani? Simba Queens. Kwa hiyo kwa upande wa hizi timu zingine tumekuwa tunaona hawana nguvu hiyo kubwa sana wao kuweza kugomea mechi. Tushe kuona Tabora walikuwa pungufu msimu uliopita dhidi ya Azam FC, lakini walilazimika kuja kuingiza mechi, kuingiza timu uwanjani. Walicheza watu kama 7 kama sikosei, dakika 19 walikuwa washafungwa magoli mangapi? Magoli 4, na walikaa wakafanya tathmini, wakaona mechi ilipofikia inabidi ifanyaje,
istopishwe. Kwa hiyo ushindi alienda akapewa Azam FC. Na haikuwa na kelele, lakini Tabora alienda kwenda kupeleka mechi. Kwa nini kwa upande wa Simba na Yanga hakuna kipengele cha aina yote na mechi ikafanyaje? Ikaahirishwa. Kwa hiyo binafsi ningependa kuona ili tukio liwe la mwisho kwenye upande wa mchezo, kwa sababu kama tunavyozungumza kwa sasa, ama kwa mwaka huu, ni ligi ambayo inashika nafasi ya 4 kwa ubora barani Afrika. Haipaswi kuwa hivi. Yaani inapaswa iwe kikomo, lakini hata bodi ya ligi nao pia walikuja na majawabu mepesi sana, ambayo kwa kila mdau wa soka alikuja kushangaa kwa nini mechi haipo. Ila ichezo. Inatakiwa ichezo. Isichukuliwe kwanza hatua stahiki. Mwenye haki apewe haki, ambaye hana haki asipewe haki. Kama zikishachukuliwa hatua stahiki ndio tutajua kama mechi ipo ama haipo. Huu uchunguzi ambao unatakiwa ufanywe na kamati ambayo Young Africans wamesema hawana imani nao. Sasa hapo inabidi waenguliwe wale kwanza, waingizwe watu wapya ambao Young Africans ina imani nao, au wale ambao wapo wafanye uchunguzi ili maamuzi yaje kutolewa, kwa sababu as it stands ina maana kama Young Africans wamenyosha kidole kwamba hawana imani na fulani na fulani, ina maana hata uchunguzi ambao utafanyika matokeo wao pia wataridhishwa nao, kwa sababu wanaofanya huo uchunguzi tayari Young Africans imeonyesha kuwa hawana imani nao. Na unajua kwa nini hawana imani hata hawatakubaliana nayo matokeo? Na unajua kwa nini hawana imani nao? Kwa sababu watu hao kutoka bodi ya ligi ambayo inaundwa na Steven Mguto, si ndio? Asubuhi mida ya saa 3 alitangaza mechi ipo kama kawaida, na wakaambia watu waendelee kununua tiketi na waende uwanja wa Benjamin Mkapa. Masaa 5 mbeleni ikaja barua kwamba mechi haipo. Kwa obvious hata ungekuwa wewe, yani leo umeenda mahakamani unaambiwa kesi umeshinda, afu baadaye tena unaambiwa kwamba kesi yako kwamba kwa leo haitasikilizwa, imeshindikana, pengine itapangiwa siku nyingine pia. Hauwezi ukaa tena na imani na huyo hakimu, kwa sababu kakuhakikishia kwamba kesi ipo, lakini mwisho wa siku unaporejea majira ya mchana unaambiwa tena kesi ina hitilafu, inabidi tena uje siku nyingine. Lazima utakuwa na hiyo doubt. Kwa hiyo mimi ninachokiona, nadhani Young Africans wako sahihi, kwa sababu tiketi zimeanza kusitishwa kuuzwa mchana saa 8 na watu washalipia kila kitu. Watu wanajua mechi, uhakika mechi ipo, na miongoni mwa viongozi kutoka bodi ya ligi pia walitangaza kwamba mechi ipo. Kitendo cha kuja saa 8 mchana mnatuambia pia mechi haipo, lazima tuanze kujiuliza kwa nini haipo, kwa sababu tuliona tu ujumbe wa klabu ya Simba ambao ulikuwa ulipostiwa saa 7 usiku kwamba sisi hatutocheza mechi, na nyewe mmeamka asubuhi lakini mkajiridhisha kwamba mechi ipo kama kawaida. Kwa hiyo watuelezee nao pia kuna vitu gani ambavyo vilisababisha mechi isifanyaje. Swali linakuja wapi Juma? Wenyewe waliandika shauri lao kwenda kwa sehemu husika, lakini wao tayari maamuzi walikuwa nayo tangia saa 7 usiku. Yaani ina maana wao hawakusubiri yale maamuzi ambayo yalitakiwa atolewe na kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi. Wao tayari walikuwa na maamuzi yao tangia saa 7 usiku, tayari waliafiki kwamba hawatacheza mechi. Hapo ndo swali kubwa linakuja, hiyo nguvu inapatikana wapi? Sawa, lakini wewe kwa ukitoa tu hizi taarifa ambazo wamezitoa bodi ya ligi, lakini press release ambazo wametoa Simba na Yanga, binafsi wewe unaona kama pengine Simba wangekuja kwanza kucheza hiyo mechi alafu adhabu ikafuata baadaye? Kwa sababu kuna adhabu ya kumnyima mtu haki ya kufanya training kwenye uwanja wako. Kama wewe mimi si ni mwenyeji, mimi ndo natakiwa nimpe luxury ya mgeni wangu kuja kufanya mazoezi kwenye uwanja wangu, lakini pia nihakikishe namwandalia logistics zote ambazo anazihitaji, ikiwemo ulinzi, usalama, umeme, yani kila kitu kiwe sawa. Mimi mwenyeji ndo natakiwa kulisimamia hilo. Of course Young Africans inasemekana waliwazuia Simba kwenda, ambao nao wanasema Simba kwenda na taarifa kwamba ataenda muda gani, lakini pia hata meneja wa uwanja inasemekana hakuwa na taarifa muda ambao Simba itaenda kutrain. Kwa kulikuwa Simba alikosea mara ya kwanza, lakini pia Young Africans nao kumzuia Simba kutokufanya mazoezi, na maana tayari kuna kosa ambalo pia walilifanya, kwa sababu ana haki ya kutumia huo. Lakini watu ambao wameenda mbali zaidi wanasema hawakumbuki ni lini waliona Simba na Yanga, mfano mmoja akiwa ni mwenyeji. Mfano Simba ni mwenyeji, Yanga kaenda kutumia uwanja siku moja kabla ya mazoezi kwa ajili ya kuelekea katika mchezo unaofuata. Kwa hiyo kumekuwa na kautamaduni ambako Young Africans inaonekana walihisi okay. Huo ni utamaduni, sio kanuni. Sio kanuni. Yaani kumekuwa yani Young Africans inaonekana walifanya hiyo, yani walikuwa na vitu viwili kichwani. Hii kiutamaduni wetu haipo, lakini kwa nini hakutoa taarifa? Wao wakajisi wana authority ya kuweza
kuyazuia. Lakini sawa, Simba mmezuiliwa, mmefanya nini baada ya kuzuiliwa? Tayari mmeweka maamuzi yenu kabla ya kufikisha shauri lenu, kabla ya kamati ya usimamizi